Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Asante sana na karibuni tena kuendelea kusikiza Baraka1 TV kutoka pande zote za dunia. Najua kwa wote ambao wako Australia, ambao wako Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa wanazidi kuwa pamoja na sisi na tunashukuru sana. Asante sana kabisa, maana bila nyinyi kama sisi hatupo, na nguvu zenu ndio zinatufanya tuendelee kung'ara kama hivi, lakini pia tushirikiane wote kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kupata hicho kifaa. Na najua hamtangusha bana, tuangusha nangi sisi. Mzee wangu wa Suma, baba la baba, niko na taarifa muhimu sana ambazo inabidi tuweze kuzichangia. Tuzichangie sote kwa pamoja. Sange jana kulifanywa mlipuko wa bomu. Bomu imeweza kuua watu zaidi ya 10, majeraha pia zaidi ya 10, na imekuwa ni hasara kubwa kwa raia wa Sange. Nini kilitokea? M23 wamefanya ile michezo ya kutega mabomu ya kulipua. Wanawatumia vijana wa Sange, vijana mbalimbali kwa ajili ya kuleta hamaki. Ibrahim Traore ameweza kuvunja vyama vyote vya kisiasa nchini kwake. Amevunja vyama vya kisiasa, hakuna chama cha kisiasa tena nchini Burkina Faso. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kesi za viongozi wa ngazi za juu. Sheria imeweza kubadilishwa kwa lengo la kuwahukumu viongozi wenye grade za juu. Unaona hapa kulikuwa kuna tofauti kidogo na sheria za nchi. Makamanda kama kina Chiwewe ambao washachukua nafasi za juu kubwa za nchi, wale hawawezi kushtakiwa ama kesi yao kusikilizwa na watu wenye pete za chini kuliko wao. So inabidi wakuwe na rank moja ama wao wenye kuwazidi. Sasa ukizingatia wao ndo wakubwa kwenye ranking za kijeshi. Kwa hiyo wakabadilisha sheria kusema kwamba inabidi ili mtu aweze kuhukumiwa ndani ya jeshi, hata wapete ya chini iko na ile competence ya kumhukumu kamanda mkubwa endapo alikosea. Kwa hiyo wakarekebisha pale. Ndio maana unaona kesi nyingi za makamanda wa ngazi za juu zaidi Christian Chiwewe ambaye aliwahi kuwa chef d'état major general, ambaye ni cheo kikubwa cha nchi hii, alikuwa bado kesi yake haijafikishwa mahakamani, ila sasa hivi itafikishwa kwa sababu tayari yale marekebisho yamefanyika na watu wanatakiwa waweze kuyafuata. Wakimbizi kambi za Burundi washalalamika sana, wanasema wanataka kurudia nyumbani kwao. Mpaka wa Burundi na Kongo ulitakiwa ufunguliwe tarehe 2. Wanasema kuna tetesi la usalama ambalo halijakaliwa sawa. Inabidi kwanza kulimaliza kisha ndo waje wafungue hiyo wafungue huo mpaka. Mengi na zaidi tutasikiza hapa kupitia Baraka1 TV.
Pata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na vote kwa kwanza kuwa napata hizi habari kila wakati. Mpaka wa Kongo na Burundi ulitakiwa ufunguliwe tarehe 2 kwa taarifa ambazo ziko rasmi, lakini pia taarifa kutoka Burundi zinasema hivi: serikali ya Burundi inasubiria kwanza kuhakikisha usalama uko vizuri maeneo ya plain yote ya Ruzizi. Ndio maana operation ambazo ziko zinafanyika ni za kuhakikisha kwamba M23 wanamtoa kwanza Sange. Kumbuka Sange kuna mpaka pale, Sange na Kongo, Sange na Burundi kuna mpaka kule. Kwa hiyo hatuwezi kufungua Gatumba na Kavimvira wakati adui angali Sange. Unaona? Licha kwamba iko napunguza idadi, iko naondoka Sange, lakini bado angali na influence Msange. Kwa maana hiyo frontier haiwezi kuwa wazi, lazima ikuwe yenye kufungwa kwanza. Programu mpya ambayo nilipata, endapo hii ya tarehe 2 haitafunguliwa, inaweza kuwa tarehe 15. Ndo programu mpya ambayo nimeipata hiyo. Kama ikufunguliwa hapa tarehe 2, inaweza kuwa tarehe 15. Kwa nini? Kwa sababu bado kuna wahasi maeneo fulani ndani ya plane ya Ruzizi, na hatuwezi kufanya hivyo juu ya kuevite nini infiltration DD mumakambi. Huko watu ambao wanasadikika ni wa M23 pia na Red Tabara na Twirwaneho. Huwa mtu wa Red Tabara M23 sio mpaka kuwe mtusi. Huku Wahutu kama sisi, Wabantu kama sisi ambao ni vibaraka wa M23. Na wako wanafanya kazi na M23. Na wako ndani ya makambi. Unakumbuka Madame Eve Bazaiba alisema kwamba mu makambi za Burundi muko ba infiltre ba M23. Na sasa tuwafungula mpaka ile vague ya watu kuja, hautajua huyu ni nani na huyu ni nani. So inabidi kuweza kufanya uangalifu mkubwa. Unaona hao wenzetu walitumia mbinu nyingi kuweza kuinfiltrate karibia kila sehemu. Kwa hiyo hatutaenda kichwa tufungule mpaka tu na twende. Licha kwamba wakimbizi wako wanalalamika, wakimbizi wanalia, wanataka kurudia kwao, wanasema maisha magumu, hali mbaya, wanachoka, ifo warudie kwao. C'est vrai, maisha ni magumu, lakini kwanza ni bora usufiri kwa njala kuliko kuhangaika kwa masasi. Na nchi bado iko nafanya chini juu ili iweze kuweka stability. Kwa imani yangu kwamba mtarudia, na serikali iko napigania hilo ili muweze kurudi majumbani kwao. Licha ya sufrance ambazo mko mnapitia makambi, ningeomba kwanza mvumilie kidogo. Najua mvumilie kidogo. Wala ambao kwa maison d'accueil Bujumbura, Rumonge, wapi kule kote, vumilieni kidogo tu, muda si mrefu na watu watarudi majumbani kwao. Lakini kwa sasa hivi kwanza tuipe serikali ifanye kazi zake, iweke stability ya mambo, kisha watu mtarudia. Haya, M23 kupitia washirika wao Sange wametupa grenade ambazo zimesababisha maisha ya watu zaidi ya 10 na wengine zaidi ya 10 kupata majeraha makubwa sana. Nini kilitokea? Unaona M23 wako na mode ya kutumika ya uterrorist. Yaani wao kucreate panike, kucreate mvurugo kwa jamii. Wanatengeneza credit. Sasa wanafanya aje? Wao wanajua wazalendo wako deja ndani ya Sange. Wako Msange wazalendo. Wanajua pia maeneo mengi wanazingirwa na wazalendo. Sasa ili kuweza kuleta image kwamba wazalendo walifanya hivi Musange, ndio kilichofuata ni hicho ambacho walikifanya. Wanatumia watu wao kutega mabomu, jinsi walivyofanya tena mwanzo.
ndio ambayo yameripuka na kusababisha maisha ya watu kufariki. Lakini hayo ni mabomu yamewekwa mahususi na M23 ili kuweza tena kuwapa tatizo kwamba walofanya hivyo ni wazalendo na majeshi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtaona communique hao wanasema FRDC ili sible raia Musoko ikapiga raia Musoko. Wazalendo wali sible raia Musoko ikapiga raia wapi? Sokoni. Watatoa hiyo tangazo. Lakini kiukweli kiwalisia ni wao ndio walisababisha hivyo. Sasa jamani, tujiulize, watu wanajiita kwamba ni wakombozi. Huu ndio ukombozi unavyokuanga? Kama ukombozi hivi ndio ukombozi unavyokuanga hivi? Ni tatizo. Kwa hiyo watu ambao walipata hayo majeraha, na kwa sasa hivi idadi iko inaongezeka, inasemekana wenye ambao walipelekwa hospitali wengi wao wamefariki. Kwa hiyo tutaingia idadi kubwa ya watu ambao wamepoteza maisha ndani ya city ya Sange. Mpaka sasa hivi Sange M23 idadi kubwa walikwisha kukimbilia Kamanyola, na wale ambao wamebaki ni wachache mno, huku wakiwa wanaanza kujikusanya ili waweze kuondoka. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC washasogea, wanakuwa pembezoni mwa Sange, huku ndani kukiwa tayari kuna wapelelezi wakiwa wako ndani ya Sange, na mipango iko inachukuliwa muda wowote ili kuweza kuwafurumusha aidha kwa kukubali ama kwa kukataa. Lazima niseme kwa sababu ni mambo ambayo yako clear, yapo clear. Sasa hivi tuko tunapigana vita zote. Sasa hivi kwa ule mwenye anaelewa tu vita tuko ndani, wazalendo tunapigana vita yote. Tunapigana vita ya risasi, vita ya nini, vita yote tunatumia ili kuweza kutafuta position ya mzuri ya sisi kuweza kusonga mbele. Aya, nafikiri kwa Sange hiyo ndo hali yenye ilitokea maeneo ya Sange. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa hivi kuweza kuwahukumu makamanda ambao wanakula rushwa, kuvuruga utaratibu wa nchi, kucollaborate na adui. Sheria mpya iliweza kutengenezwa, na hivyo makamanda wote hakuna tena mwenye tunasema wao kuru iko incompetent ku processus ya procès ya komanda fulani wa FARDC, sijui kuru militaire haiko na ile competence nini. Vile vitu vishaisha. Sasa hivi sheria imebadilishwa na wameweza kuweka utaratibu mpya ambao utawezesha kuweza kuwahukumu yeyote yule mwenye atahusika na shida yote. Unaona hapa nataka nikazie sasa na hii dossier ya Yav. Unaona Yav ambaye alikuwa ni komanda wa 3e zone ya defense, madudu yenye alifanya hayawezi kuvumiliwa. Sawa? Hawezi kuvumilia. Ancien gouverneur wa Nord Kivu, Kongba Constandima. Unaona? Constandima Kongba alisema hivi: mimi niliweza pata message, niliambiwa tuko mie General Chirimwami Yav anapata message kutoka kwa parseki wa James Kabarebe. Kwa Kiswahili anamwambia kwamba mwenye iko nazuia kazi yetu sende mzuri ni Peter Chirimwami. Donc haiko na shie. Yav aliweza mwambia marehemu Mbuluku, General de Brigade Mbuluku, anamwambia weye general unaenda kufuro kupigana, uko unapigania nini? Uone kama uko unapatia hii na ni regime ya Bakasai sifa na kuna kile utapata. Achana na hivyo, kama hapa batapita, acha wapite bajende hapo kwenye biko naenda. General, unaona Yavi kuna madosi moya grave sana huko, madetournement za fonds za basoda, madetournement za baveuve babibi ya basoda,
machakula. Ndio ile yenye ulikuwa unakuta M23 iko na teni za mpya za FARDC. Ni ile ile. Komanda wa 3e zone de defense mwenye iko naangalia operation Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema, Ituri, Bazuele, Kisangani, Otuwele. Mikoa 7. Ina maana iko na idadi ya wanajeshi kwa kila mkoa. Zikija nguo za kijeshi za mikoa 7. Kwa mfano, Sud Kivu tuko na wanajeshi 20,000. Siku nakuja nguo 20,000. Kumbe wanajeshi ambao wako Sud Kivu sio 20,000, ni 7,000. Ile 13,000 yote nguo zilizobaki wanapelekewa M23. Zinakuja bunduki hizo zinaenda kule. Alikuwa anawauzia makundi ya kumiliki silaha bunduki na risasi. Una trafiki ni watu walikuwa wako nafanya makamanda ndani ya jeshi. Huko nasikia ni vunyi watu walikuwa wanaishi. Lakini kwa sasa hivi mahakama imesema hapana, ni lazima yeyote mwenye anajua kwamba alihusika na haya mambo akuwe anashughulikiwa kulingana na utaratibu mpya ambao umewekwa. Isiwe kesi imekuwa kubwa, imekuwa hivi, lazima tuwahukumu wote. Na ndio hii yenye ilikuwa inafanyika hapa sasa hivi. Hii jeshi ilikuwa ishaharibika mno ndugu zangu. Mtu asiwadanganye. FARDC ilikuwa sulikuwa unaona makomportema za Bagepari. Lakini ona komportema ya Ibugi siku. Ibu ni tofauti sana. Hivi ni vikosi maalum. Formation ya Israel na nchi zingine za nje. Formation za humu ndani mu republiki yetu, humu ndani za Kamina, za wapi kule. Wako forme na ba instructeur baba benye baliwacho na Kanambe. Desordre mtupu. Il faut kuchanger ma manière. Ili tuweze kupata maendeleo ya kudumu. Haya. Mlisikia juzi kupitia France 24 na nafikiri, France TV Monde. Matata Mponyo anapresente kitabu yake moja hivi. Ona aina ya politiki yenye tuko nayo Mkongo. Matata Mponyo leo iko nasimama anaanza kusema regime ke utawala ambao tuko nao ni utawala mbaya, ni utawala wa kikasai, ni utawala wa kibaguzi, na utawala wa sasa hivi ndio uko na collaborate na M23, ndio wenye M23. Nani mwenye ajui kwamba baada ya kuwapiga M23 mu 2013 ministre wa affaires étrangères à l'époque Kaibanda nani Chibanda sio Kaibanda, Chibanda na sawa jina yake ya kwanza, walienda sinye makoro Addis Abeba na M23 ya kusema ki tufanye reconciliation murudie mwinchi, na washapigwa utawala wa Hippolyte Kanambe. Wakina Matata Mponyo wote wako ndani. Meleo Matata iko nasimama anasema ki utawala wa Kinshasa ni utawala wa Kikasai, ni utawala ambao ndio uko na collaborate na M23. Jamani, Wakongomani kwenye mko mnasikiliza, nafikiri mshakuwa waelewa sana. Mshajua Kongo hii nani mbaya, nani ambaye sio mbaya. Yeyote mwenye mnajua alitumika na Hippolyte Kanambe na yuko ndani ya gouvernement, ule mtu ni mtu wa kumwekea mashaka mara mbili. Swate alijikonvertir ama iko na jouer role ya hypocrisie. Sawa? Labda alibadilika na kuamua kwamba aitumikie serikali kwa roho yake yote, kwa akili yake yote, kwa moyo wake wote na kwa nguvu zake zote, ama ni mnafiki. Lakini yeyote mwenye alibakia nje ndani ya FCC, ule ni M23 direct. Chama chochote kile cha kisiasa ambacho kinaunga mkono FCC
ujue hicho chama ni chama direct ambacho ni chama cha M23 na Hippolyte Kanambe, kwa sababu wale wote walitumika na Hippolyte Kanambe na ndo hao ambao waliharibisha nchi hii. Hakuna kitu ambacho walikifanya katika utawala wao wote zaidi ya kila mtu kujilimbikizia ipeke. Ona Matata Mponyo, waziri mkuu, anashindwa kutengeneza chuo cha taifa Kindu, iko natengeneza chuo chake yeye mwenyewe, university yake yeye mwenyewe Mapo. Sasa jiulize, pale mtoto wa mkulima atenda soma pale? Mtoto wa RCV wa nani wa maso atasoma kwa chuo cha Matata Mponyo? Hakuna. Ushelewa? Lakini walichukua pesa zote za serikali wanajiwekea wao wenyewe. Haya, baba yao Hippolyte Kanambe anaua mavivutio vyote, anatengeneza kingakati, anaweka mpaka masimba, machui, mamba, viboko, kila kitu mle ndani. Yaani wewe Kongole uko unaenda kumuingizia yeye lari. Ba Moise Katumbi hivyo hivyo. Hakuna kitu kinyo walifanya isipokuwa kujilimbikizia tu mali zao wao wenyewe. Kisha wakaingiza tribalism. Wakafanya vipi? Wakatange. Wakasema ndugu yao ni Hippolyte Kanambe. Watu wa Manyema, ndugu zangu, wakati wakina Matata Mponyo, wakina Shadari, wakina Ubemi Naku, nafikiri hivyo, kwamba hawa ni ndugu zetu, ni watoto wetu, tuwasapoti vitu gani sijui hivyo. Jamani, ili nchi hii iweze kubadilika, tuweze kusonga mbele, tukubaliane kwamba mambo mengine tuachane nayo. Kwanza tuache upendelevu, tuache tribalism, ubaguzi, tuache ubaguzi. Pili, tuache fanatism, ushabiki. Utashabikia Matata Mponyo, Matata Mponyo ni mtu mzuri, ni mtu mzuri. Uko na nini? Hauna kitu. Hukusomaga. Kama ulisoma kwa shida sana. Lakini jiulize, ye Mapon iko na nini sasa? Iko na kila kitu ambacho wewe ulitakiwa uwe nacho. Yeye ndo iko nacho, kisha wewe uko naenda kulilia kwake. Ni aibu sana kwa generation mbalimbali. Haitaki kuwa hivyo. Ni lazima sisi wenyewe tusimame tuseme hapana. Nchi hii ni ya kwetu, na kama nchi hii ni ya kwetu, tubadilishe mfumo wa wanasiasa. Mimi narudia kusema kwamba sikwagi na chama cha siasa na siwaziagi kama nitakuwa na chama cha, ama nitaenda kujiunga kwa chama cha siasa. Kama kitakuwa ni chama, nitaanzisha chama mimi mwenyewe na nyinyi ambao mnatusikiliza. Jamani, tuanzishe chama cha ukombozi wa nchi. Chama ambacho kwanza kitapinga kama Mkongo amna kabila inaitwa Munyamulenge. Hiyo ni ya kwanza. Chama ambacho kitapinga kugawa nchi. Chama ambacho tatu kitasema kwamba anayetoa na anayepokea rushwa wanastahili kunyongwa mpaka kufa. China wamewanyonga watu 18 juzi kati hapa wa familia moja. Kwa madai ya nini? Ya ulaghai, utapeli. Watu 18 wa familia moja. Ulisikia walisema sina ubaguzi? Sheria kwa wazi. Marekani ilienda kumkamata Maduro na rais wa nchi nyingine. Juu iko nauzisha madawa ya kulevya kuingiza Marekani, anaharibu kizazi cha Marekani. Ile tu. Unaona? Ile tu. Marekani ilimuua Saddam Hussein kwa kizingizio. Ufaransa, Marekani, Ubelgiji, Uingereza walimuua Gaddafi kizingizio. Sasa ile yote dunia iko inashuhudia. Haya, na sisi tunatakiwa kuanzisha chama ambacho kitasimamia hii misingi ya nchi, kulinda nchi, wananchi na mali zake. Anayekula, anayetoa rushwa, wale sio watu wa kuishi. Anaiba mali za umma, wale sio watu wa kuishi. Yeyote anayekula pesa ya adui wa nje kwa ajili ya trezor ya nchi, ule sio mtu wa kuishi.
Yote hii ni mambo ambayo serikali inatakiwa iweze kusimamia kwa nguvu zote. Je, inafanyika? Lakini utakuta mtu kijana kabisa, msomi, iko na degree, kuna PhD, yuko vizuri, kuna diploma yake, nyuma ya mwanasiasa, nyuma ya politisia huyo. Mimi kuna mmoja ambaye bwana mdogo tulisoma naye, sitamtaja jina lakini cha ajabu unajua ni nani? Ni bodyguard wa mwanasiasa mmoja hivi. Yaani yeye anakaaga siku mwanasiasa anakuja Uvira, yeye ndio president wa bodyguard yake. Ona sasa. Watazunguruka huku mkubwa. Mwanasiasa yeye yuko zake ndani anatulia na audience zake, wao kwa kumlango. Hawajakunywa maji, hawajakula njaa, kuja kula mpaka jioni. Wakimaliza hapo wakitoka kila mtu kuna $5. Naambia ona distraction watu wako ndani. Puzi. Unapuzi. Unaona? Unapuzi. Nikamwambia mwanangu, unajua tulisoma wote, si ndio? Lakini mbona sikuelewi mambo yenyewe unafanya? Kwa nini kuwa nyuma ya hawa majamaa? Hawa na siasa sio watu wazuri hawa. Wewe ni msomi bwana. Fanya shughuli ya kufanya. Achana na masuala ya nyuma na sasa. Unajua iko siku mzee atakumbuka, atakupa kazi. Una uhakika? Siasa inaishaga na influence pia inaishaga. Tutengeneze maisha vijana ambayo isitegemeane na wanasiasa. Tutengeneze maisha ya kuja kutetea taifa, nchi kiujumla. Hayo ndio maisha ya kutengeneza. Na ndio maana pia vyama vingi vya siasa vinatakiwa vishe. Haya, tuingie Burkina Faso. Burkina Faso, Traore amefuta vyama vyote vya kisiasa. Amesema hakuna haja ya kuwa na vyama vingi. Unaona mfumo mzuri? Uchina hakuna vyama vingi vya siasa. Chama kimoja tu. Already Noro hivyo. Sawa? Na Marekani kwenye vyama vya siasa havifiki kama vyama 10. Marekani vipo vingi lakini siwazi kama vinafika 10. Siwazi. Kuna Democrats, kuna Republicans, kuna nani wengine hivi vikiwa vingi kama ni 5 hivi 4. Ukienda Ufaransa nako vyama vipo lakini havifiki 10. Ujerumani kuna kama 3 hivi. Yani kuna kijani, kuna yellow, na kuna kama neutral hivi. Yani kama wewe ni wa ngambo ya kushoto. Kama ni kulia. Kama ni katikati, mimi sina nguvu chama. Ni kwangu wa katikati. Sita vote na natulia. Ile. Kongo. Hadi leo tuko na plus ya 1000 parti politique. Kabila tu peke iko na plus ya 500 parti politique. Hii politika nambi iko na plus ya 500 parti politique zake. Ili kuganya message wanafanya fulani faji create parti politique, anamfinance, anaenda ana create party. Party. Ndio unakuta maparti ziko mingi, meziko mfuko ya mtu huyu mmoja. Yote juu ya kutengeneza seye, kutengeneza influence, kutengeneza badepite nini, na ndio hiki unakuta maparti zinajaa. Hivi leo zunguruka mu vile. Tafuta mabiro za parti politique, hautaziona. Hautaona meme drapeau za parti politique. Ngoja maeleksio ifike. Ngoja maeleksio uone uchafu wa maparti. Mimi naencourage sana Burkina Faso. Kitendo cha kuvunja maparti politique ni kitendo kimoja kizuri sana. Nchi haitaongozwa na maparti politique. Either tunafanya mbili tu. Uko kushoto ama kulia basi. Kama utavote, uvote. Kama hautavote, kaa kuchime. Lakini hapa nakuta huyu panda shuka. Vyama vingi zaidi ya vyama 1000 ndani ya nchi hii. Sasa vinasaidia nini? Hakuna. Yaani kuna vyama vya kufuta kuanzia PPRD. Tuseme vyama vyote viko ndani ya FCC. Ni vya kufuta vyote. Vyote kufuta.
ama vyote vitengeneze chama hicho kimoja tu, tubakie na UDPS, tubakie na ECD ya Martin Fayulu, ensemble ni barebere ni M23, wote biko mu FCC, wakina ensemble wote wako mu FCC. Unaona, UDPS inabakia pale, ECD ya Martin Fayulu inabakia pale. Haya, vyama vile vinatosha, tuanze masuala ya uchaguzi. Hao wengine wote kama watenda ku UDPS, kama watenda ku ECD, ça va. Des partis politiques, ça suffit. Para kuwa na multiple ma parti politiki zenye azilete hata kitu wa moreia. Zaidi ni kuambia tu wa mama na vajene kosa fanya kazi zao, wakina mama ni kutoka asubuhi kurudi usiku, kwenda kupokea sijui deputy nani politicien fulani mwenye alikuja, wamama wanaimba wanateseka, anatoka na 2000 francs congolais. 2000 francs. Ikiwa mingi ni 5000 francs. Ya nini? Tuishie hapo. Tukutane saa 12.